sisi kama TLS tunakushukuru binafsi na kutambua mchango mkubwa wa Wizara ya Katiba na Sheria ambayo tumeshirikiana nayo katika kuielewesha na kuisukuma ajenda yetu ya Section 4 ili watu wote waweze kuelewa nini mantiki na umuhimu wa TLS. Vile vile kipekee ni washukuru THRDC, East Africa Law Society, PALU pamoja na Zafele kwa kuona umuhimu wa kuinvolve kama TLS kwenye mchakato huu. Kazi hii ni kubwa. Siku zote nimekuwa nikiwaambia watu kwamba wote mnaowaona wakihangaika huko mitaani ni watenda kazi shambani mabwana. Mabwana ndio sisi. Yaani sisi ndio delegatus wa Mungu. Wengi hawajua, wanafikiri labda wachungaji, maaskofu ndio watumishi wa Mungu. Wale ni watenda kazi shambani mwa Mungu, ni watenda kazi wa Mungu. Lakini hakuna mahali Mungu alipotokeza kama mchungaji au mwinjilisti. Ukimtafuta kwenye Qur'ani, Mungu ni mwanasheria. Ukimtafuta kwenye Biblia, Mungu ni mwanasheria. Do's and don'ts. Very clear. Hata siku ya mwisho, soma vitabu vyote viwili vinatueleza kwamba tutafika kuhukumiwa siku ya mwisho. Kazi ya kisheria. Kwa hiyo unapokuwa mwanasheria au unapoongoza taasisi ya kisheria kushughulika na mambo ya kisheria, unafanya kazi takatifu na kazi ya kimungu. Fanya kwa kuwajibika na kuhakikisha kwamba tunatumia wajibu wetu kuifanya East Africa kuwa mahali bora na salama kwa kila mmoja kuishi. Kwa hiyo jambo mlilolifanya hawa niliowataja ni jambo jema sana, kwa sababu Mungu sio kwamba wangeshindwa kufanya. Ukisoma Mwanzo 1:26, Mungu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu akatawale viumbe. Kwani alishindwa kuumba mwenyewe? Umoja. Na umoja unaanza kwa kuelewana na kuzungumza kwa pamoja. Na kote kwenye Biblia, kwa sababu ndiko nilikolelewa, Amos 3:3 inasema watu wawili hawawezi kwenda pamoja wasipopatana. Ndio maana tuko hapa tukubaliane. Hii kazi ni njema na muhimu kwa ajili ya taifa letu. Na kwa nchi yetu tunaingia kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa East Africa, PALU, THRDC, mjue hatuwezi kuignore swala zima la demokrasia ya uchaguzi. Tuone we have a role to play, kwamba zoezi lililopo mbele yetu tulimalize kwa salama na tukiwa wamoja zaidi kama taifa. Kwa hiyo kwa kipekee ninaleta salamu za baraza la uongozi la TLS pamoja na wanachama wa TLS. Na uwepo wetu ni commitment yetu kama TLS kwamba we are ready to cooperate, kujumuika na kushirikiana nanyi tuweze kufanya kazi pamoja kwa uadilifu. Sisi TLS tupo, tutakuwa tayari kufanya nanyi na kuzungumza kwa mapana na kuona namna gani tuwaengage wadau wote. Na ni wito wangu kwa wadau wengine waone kwamba jukumu hili ni la muhimu. Taifa hili bila utawala wa sheria, bila ushirikiano wa wadau, tutakuwa tukifanya jitihada ambazo kwa kweli kuna mahali tutakuwa tunashindwa kuzikamilisha kwa ukamilifu. Kwa hiyo mimi la kwangu ni hayo machache, na Mheshimiwa Naibu Waziri zidi kutufikishia salamu zetu kwa wenzetu kwamba TLS sisi tuko tayari na tutaendelea kushirikiana ili tuweze kuwafikia Watanzania na kuwahudumia kwa ufanisi, hasa katika kutekeleza wajibu wetu wa kuishauri serikali, kuwatetea wananchi, kuwawakilisha kwa uweledi, kulinda maslahi ya mawakili na usalama wao wakati wanapofanya kazi, kukemea, kuonya, kuelekeza na kushauri bila uoga wala upendeleo. Asante sana.
niseme tu kwamba sisi kama East Africa Law Society tuko kwenye mradi huu ili na sisi tuongeze nguvu na sauti na uzito wetu kwenye kuhakikisha kwamba mambo yanayohusiana na rule of law, civic space na good governance Tanzania inaendelea kushika hatamu, na tukitambua kwamba progress imeshaanza kupitia 4Rs za Mheshimiwa Rais, na sisi tunapitia umo kuhakikisha kwamba pale ambapo tunapata opportunity ya engagement, opportunity ya kudialogue, opportunity ya kuzungumza na kuweka mambo yenye changamoto mezani na kuyatafutia suluhu, basi tunafanya hivyo. Kwa hiyo sisi kama East Africa Law Society we have always strived to ensure kwamba kama kuna opportunity ya dialogue basi tuitumie. Kwa hiyo tunaitumia internally, tunaitumia katika level yetu, na kule ambako sisi tumespecialize zaidi kwenye East African community, na sasa tunaanza kupeleka na sauti hiyo globally kuonyesha kwamba as lawyers we have a role to play, si mahakamani pekee lakini pia kwenye kutanua wigo mzima wa demokrasia, civic space na utawala bora. Kwa hiyo tunafurahi sana na uwepo wako hapa, lakini pia tunakukaribisha mwezi Novemba Zanzibar tutakuwa na annual general meeting and conference. Tahakikisha Sigano anahakikisha kwamba tunakualika rasmi, whether kama mgeni rasmi au kama mgeni mwaliko. Tunaomba uweke kwenye slot yako, tutakupa tarehe. Karibu sana. Hisi kupata mashirika yasiyo ya kiserikali as many as they are in the room. Kwa hivyo I want to congratulate all of you for being here and give yourselves a clap. Nadhani leo ni siku ya, in Kenya tunasema public holiday. Kwa hivyo kwa nyinyi kutenga muda kuwa hapa, na sana sana naibu waziri, ningependa kushukuru sana sababu being in a function in a public holiday, jibu tungelipata kwa nchi zingine huko ingekuwa kwamba leo ni public holiday, sifanyi kazi. Kwa hivyo naomba tumpigie naibu waziri makofi kwa kukubali kujiunga na sisi siku kama ya leo. Kwenye East Africa tuko kwenye mradi kuratibu participation of lawyers, na niliambiwa na Jaji Makaramba asubuhi kwamba tunawaratibu kimkakati. Sababu ya kuwaratibu kimkakati, kuwa coordinate, ni kwamba the challenges that face Tanzania in terms of rule of law, human rights, good governance and accountability are almost, in fact I can say are the same across the East African region. Na kwa hivyo tunakuja na wanachama wetu wote. Wanachama wote wa TLS, and I'm happy the president of TLS is here, ni wanachama wa East Africa Law Society. Kwa hivyo tukiwa kwenye hiki chumba tunawakilisha mawakili wote wa Tanzania na mawakili wote wa East Africa ukiongeza na Ethiopia. Na nikiongea hivyo tuna wanachama zaidi ya 45,000 as we speak. Yaani chama chetu ukiwa wakili tu tuna kitu kinaitwa automatic membership. I think globally, if you remove maybe the IBA, we are the largest and most well coordinated bar association. Globally, a regional bar association that is most coordinated. Sababu ukienda maeneo mengine kama Southern Africa, unapata kuna voluntary membership. Unapata wanachama wanachama 1,000 ama 2,000. Ukienda maeneo mengine unapata wanachama 10,000. But for East Africa, the automatic membership gives us a lot of strength. Na ndio maana tukiongea ama tukifanya shughuli across the region, we have a voice that is easily heard, we have a voice that is easily recognized.